Nadhani mtakumbuka tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2026 tulipatwa na tukio la kutorokwa na wanafunzi 4 kwa wakati mmoja. Walikuwa kwenye kazi za nje na wakatoroka. Lakini baada ya msako tumeweza kufanikiwa kuwakamata wote. Ingawa tuliwakamata kwa maeneo tofauti na kwa tarehe tofauti. Lakini wote tumefanikiwa kuwakamata na wako ndani. Tumewarudisha ndani kwa ajili ya kuendelea na taratibu za kisheria, lakini pia kuendelea na vifungo vyao. Mwanafunzi wa kwanza alikuwa ni Yusuf Ali Juma. Mwanafunzi wa pili ni Ali Kombo Hamisi. Wa tatu ni Saidi Abdallah Amur, na wa mwisho anaitwa Abdallah Muhammad Abdallah. Hao ndio wanafunzi waliotoroka, lakini wote tumewakamata. Jumla kutoroka chini ya ulinzi halali ni kosa la jinai. Kwa hiyo hawa watakwenda kushtakiwa kwa kosa la kutoroka chini ya ulinzi halali. Lakini pia kuna taratibu za ndani za kinidhamu ambazo zitafanyika kwa ajili yao ili kuwapa adhabu wao, au kama onyo wasiendelee au wasirudie tena kosa lile, lakini pia iwe fundisho kwa wale wengine ambao hawajatoroka, basi wasijaribu kutoroka. Siwezi kusema uzembe, kwa sababu unajua mwanadamu ni mwanadamu, sio kama mnyama. Kama utamfunga kamba afu abaki hapo hapo, unamlinda, lakini bado ana akili za kufikiri na kuweza kufanya mbinu tofauti za kutoroka. Lakini vyovyote vile wale ambao walihusika, askari walihusika kwenye utoro, sheria inatuongoza kabisa, zipo adhabu za kinidhamu ambazo zinachukuliwa juu yao. Kwa hiyo wao wenyewe wataingia kwenye mahakama zetu za kiaskari, watachukuliwa hatua. Kwanza kujipanga ni kwanza unajifunza kwa kosa lilotokea, kwa sababu utoro unatoka kwa namna tofauti tofauti, lakini utoro huu ulikuwa kidogo aina yake. Kwa hiyo la kwanza, askari wote ambao wanatoka na wanafunzi, na maana wamejifunza kwa kosa hilo lililotokea wenzao. Kwa maana yale ambayo makosa waliyafanya wenzao kama yalikuwepo, basi wao watahakikisha kwamba hawayarudii, ili kosa kama ile lisije likatokea tena. Lakini katika hatua za kawaida tu, kwanza ni kujaribu kuwapa elimu hawa wanafunzi kwamba utoro hauna faida, au asijaribu kutoroka, kwa sababu sisi tutamtafuta kwa hali yoyote ili tumkamate, na tukimkamata lazima adhabu itaongezeka kwa sababu amefanya kosa. Kwa hiyo haina haja yeye kutoroka. Kwa hiyo la kwanza tutapa elimu kwamba hakuna haja ya kutoroka, badala yake wajaribu kutafuta njia halali za wao kuwatoa ndani ya vyuo vya mafunzo. Njia zipo, mojawapo ni kukata rufaa. Kukata rufaa kwa mahakama za juu, basi utasikilizwa kesi zao na wanaweza kupata msamaha pia, sababu ya pili. Kwa hiyo hakuna haja ya kutoroka. Kama walifanya kosa, walihukumiwa, basi waendelee kukaa kupata mafunzo, chuo cha mafunzo hadi hapo muda wao utakapoisha, ama vinginevyo wakate rufaa watoke, ama wapate msamaha. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.